Kikao hiki kinakwenda kuzaa matunda makubwa. Na tunajua hii mikopo inawagusa na kina nani? Na vijana, wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Sasa mimi nitoe maelekezo, nianze kwa maelekezo kwamba ifikapo tarehe 15 mwezi huu, vile viporo vyote vya kota ile iliyopita wawe tayari wameshapewa wote, na mchakato wa kutoa mikopo ule wa Oktoba tu Disemba, kipindi hicho isiwepo halmashauri hata moja ambayo itasuasua matokeo yake walengwa wasipate mikopo. Makatibu tawala, nyie ndio viongozi wa kule, niwaelekeze mwende mkasimamie, mkaharakishe ule mchakato. Ndugu viongozi, serikali ya awamu ya 6 imejipambanua chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kwa dhati kuhakikisha wananchi wanapata fursa za kiuchumi, na moja ya mikakati muhimu ni utoaji wa mikopo wa 10% kutoka mapato ya ndani ya halmashauri. Katika mkoa wa Singida tunapaswa kuhakikisha kuwa mikopo hii imewafikia walengwa kwa ufanisi na uwazi, na kwamba taratibu zote za utoaji na urejeshaji zinafuatwa kikamilifu. Msiende tu mkawapa elimu ya biashara peke yake, wapeni elimu ya kuweka akiba na kutunza fedha. Tuwasisitize watumie taasisi za kifedha kuweka akiba na kuweza, maana akiba nyingine ikiwekwa kule inazaa, inaendelea kuzaa. Na leo niwaelekeze sasa, halmashauri za wilaya zinapaswa kuhakikisha vikundi vinasajiliwa, vikundi vyote visimamiwe, vipewe mafunzo ili waendeshe pesa zao kwa usalama na uwajibikaji. Tusilete vikundi kupangaranyika, vikundi kugombana, mwenyekiti anakwenda kupigwa wa kikundi kwa sababu hela imefanyaje? Imeliwa. Sasa sisi ndio wasimamizi, twendeni tukavisimamie, tuwaelimishe, tuwape mafunzo ili wawajibike. Lakini fedha isitunzwe ndani ya nyumba ya mwenyekiti au katibu au mweka hazina wa kikundi. Fedha ipelekwe wapi? Kwenye taasisi ya kifedha, either benki au ipelekwe UTT au Mwekeza, ambako hela inafanyaje? Inazaa. Ukisikia tajiri yoyote haitarudishwa na kuajiriwa, either anakuwa tajiri, lakini utajiri mwingi unatoka kwenye nini? Kwenye biashara. Kwa hiyo na ninyi mnatoa hii mikopo ili watu wafanye nini? Biashara. Ninyi ndio mtatuzalia matajiri wa mkoa wa Singida. Ninyi ndio wa kufanya biashara zichachuke, kwa sababu watu watapewa fedha, watafanya biashara, tutawafuatilia na wataweka fedha zao kwenye taasisi za fedha, na zile fedha zitazaa na hatimaye utajiri wa Singida. Naitwa Donatila Vedasto, ni katibu tawala msaidizi sehemu ya viwanda, biashara na uwekezaji. Pia ni mwenyekiti wa kamati ya usimamizi au utoaji wa mikopo ya 10%. Kama vinavyojua, hizo 10% zinatolewa kwa watu ambao ni wanawake, vijana pamoja na watu wenye uhitaji maalum. Kwa hivyo vikundi vyote ambavyo vimetolewa mikopo vimesajiliwa, na tuendelea kusajili vikundi vyote ambavyo vinahitaji mkopo kwa kasi, na tunahakikisha wote wanapata mikopo. Kama mnavyojua sasa hivi tunahitaji kukuza uchumi hususan kwa vijana waweze kupata ajira. Kwa hiyo tuko imara na tunaweza kuhakikisha vikundi vyote vinasajiliwa hususan vya vijana, wanawake na uhitaji maalum, ili pesa zote ambazo zinatakiwa kutolewa kwenye halmashauri ziweze kutolewa. Na tunaamini kabisa kota hii ambayo imeanza mwezi wa 10 tunaenda kufanya vizuri, na tunahakikisha halmashauri tunataka kutoa mikopo kwa watu ambao wanahitajika. Kama alivyoelekeza katibu tawala wa mkoa Dr. Fatuma Mganga, ametoa maelekezo na kupitia katika mikopo ya 10% tunaenda kunyanyua uchumi wa mkoa wetu wa Singida. Kwa hiyo kimsingi tuko mahali hapa kwa ajili ya kufanya tathmini, lakini pia kuelekezana cha kufanya ili tuweze kufanya kazi bora kwa ajili ya utoaji wa mikopo hususan kwa vijana ambao tunaona kabisa kuna wingi kubwa sana la vijana hawana ajira. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukitoa mikopo kwa vijana wetu kwa kufuata kanuni, taratibu na sheria, tunaenda kutoa ajira kubwa sana kwa vijana, kwa sababu wataenda kujiajiri na mwisho wa siku wataenda kupata kipato na uchumi wa Singida utaenda kukua. Mimi majina yangu naitwa Rashid Mohamed Rashid, ni katibu tawala katika wilaya Ikungi. Nitoe rai kwa vijana wenzangu kutumia hii fursa ya mikopo, kwa sababu ni msingi imara wa kuepukana na changamoto mbalimbali ambazo sisi kama vijana zinatukumba katika maeneo yetu, katika utafutaji wetu. Kwa ni jambo jema sana, tuelekeze nguvu na sisi kupitia maafisa maendeleo ya jamii katika ngazi ya halmashauri, lakini wapo katika level zile za kata, wanaendelea kutoa elimu kwa vijana mbalimbali. Kwa majina naitwa Happiness John Sule, ni katibu tawala wilaya ya Mkalama. Hali ya utoaji wa mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kwa kweli hali ni nzuri, na tumekuwa tukizingatia mwongozo ule ambao tumepewa kwa ajili ya utoaji wa mikopo,
lakini tumekuwa tukiwafikia watu katika ngazi za vijiji hadi vitongoji. Tumekuwa tukitoa elimu na kuhamasisha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili waweze kupata mkopo. Kwa hiyo halmashauri inajitahidi sana kwa mapato ya ndani kutoa mikopo, na hapa tunapoongea katika robo ya kwanza halmashauri ya wilaya Mkalama imeweza kutoa shilingi milioni 160 na 950 kwa vikundi 21 ikiwa ni pamoja na wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa urejeshaji sio mbaya sana, na tunaendelea kutoa elimu juu ya mikopo hiyo kwa sababu ni mikopo isiyo na riba.